Hivi unajua kwamba kilimo cha ndizi kwenye ekari moja tu kinaweza kukuingizia kati ya shilingi milioni 3 hadi milioni 8 kwa mwaka? Ndiyo, umesikia sahihi kabisa. Lakini, hebu tuwe wa kweli. Wakulima wengi sana hawapati hata robo ya hiyo fedha. Swali ni, kwa nini? Kuna makosa matano makuu, makosa ya msingi ambayo karibu kila mkulima anayafanya, tena mara nyingi bila kujua. Sisi, timu ya KBA, tumekuwa mashambani kwa zaidi ya miaka 13 sasa. Tumeyaona makosa haya yakitafuna faida za watu, na leo tutayaweka wazi hapa mbele yako. Hiyo namba unayoiona hapo, shilingi milioni 8, sio ndoto, sio namba ya kubuni. Hii ni hesabu halisi, mapato halisi ambayo mkulima makini anayefuata kanuni anaweza kuyaingiza kutoka kwenye ekari moja tu. Hili ndilo lengo lako. Hili ndilo linalowezekana. Sasa jiulize wewe mwenyewe, kwa nini wengi wetu tunabaki na mapato ya chini? Kwa nini tunapata chini ya robo ya kiwango hiki? Kuna kitu kinakwenda vibaya. Na mara nyingi, hicho kitu ni kimoja kati ya makosa tunayokwenda kuyajadili. Huu uchambuzi ni kwa ajili yako. Na niseme wazi, haya tunayoongea si mambo ya kusoma kwenye vitabu. Sisi KBA tumekanyaga udongo wa mashamba kuanzia Kagera, Kilimanjaro, Mbeya, Morogoro, Pwani. Tumefanya kazi na maelfu ya wakulima. Tumeshuhudia wengine wakipata faida kubwa na wengine wakipata hasara za milioni. Kwa hiyo, haya tunayokuletea leo ni uhalisia wa shambani. Sawa, tuanze na kosa namba 1. Na hili ndilo chanzo kikuu cha hasara kwa wengi. Sikiliza kanuni hii ya dhahabu. Soko kwanza, mbegu baadaye. Rudia tena, soko kwanza, mbegu baadaye. Mkulima wa kawaida anafanyaje? Anapanda kwanza, halafu anaanza kufikiria atamuuzia nani. Ndugu yangu, hiyo sio biashara, hiyo ni kucheza kamari na jasho lako. Hebu tazama mfano huu rahisi. Hapa kushoto tuna Bokoboko, maarufu sana Kagera. Soko lake kuu ni la mkoa na nchi jirani kama DRC. Mkungu wake una kilo 12, labda 15. Bei yake ni ya kawaida. Sasa tazama kulia. Hii ni Cavendish. Soko lake ni Dar es Salaam na soko la kimataifa. Mkungu mmoja unaweza kufika kilo 30 hadi 55. Na bei yake iko juu. Unaona? Ukilima Bokoboko alafu unataka kuuza Dar, umeshapoteza vita kabla hujaanza. Jua soko lako kwanza. Sawa, sasa tuangalie makosa mawili kwa mpigo, namba 2 na 3. Haya tumeyaweka pamoja kwa sababu ndiyo msingi wa shamba lako. Kupuuza udongo na mche unaopanda ni sawa na kujenga ghorofa bila kuweka nondo kwenye msingi. Jibu unalijua, lazima lianguke. Sikiliza hii historia kweli kabisa. Kuna mkulima mmoja kule Morogoro alipoteza miaka 2 kamili, miaka 2 na mamilioni ya fedha. Miche yake iligoma kukua, majani yakawa ya njano, alihangaika kweli. Tulipofika, tukamshauri apime udongo. Matokeo, pH ilikuwa 4.8. Yaani udongo ulikuwa na asidi tupu. Hata uweke mbolea gunia ngapi, mmea hauwezi kula. Na unajua gharama ya kupima udongo ilikuwa shilingi ngapi? 100,000 tu. 100,000 ingemokoa na hasara ya mamilioni. Na hapo ndipo kosa la 3 linaingia, ubora wa mche. Wengi wanachukua machupukizi kutoka kwa jirani, lakini kwa biashara unahitaji miche ya tissue culture. Hii ni miche inayozalishwa maabara kwa usafi mkubwa. Ina faida kuu 3. Kwanza, haina magonjwa. Pili, shamba zima linakuwa kwa pamoja, kurahisisha usimamizi na mavuno. Na 3, mavuno yake ni mara 2 au hata 3 zaidi ya chupukizi na kawaida. Acha kuokoa hela kwenye mche, wekeza kwenye mche bora. Hebu tazama tofauti hapa. Upande wa kushoto ni uhakika na usafi wa maabara. Unapata mche safi uliochaguliwa. Upande wa kulia ni kubahatisha. Hujui hicho chipukizi kimebeba magonjwa gani. Unaweza kuwa unanunua mnyauko wa fusarium au minyoo fundo na kuipeleka shambani kwako mwenyewe, ni hasara inayosubiri kutokea. Sawa, tumefika kwenye makosa mawili ya mwisho, namba 4 na 5. Haya yanahusu usimamizi wa kila siku. Unaweza kuwa umefanya kila kitu sawa mwanzoni, lakini kama utalegea kwenye usimamizi, bado utapata hasara. Shamba la biashara, ndugu yangu, halijiendeshi lenyewe. Linahitaji jicho lako. Hili ni kosa la 4,
Kupuuza umwagiliaji. Tazama namba hizi, zinatisha. Ukitegemea mvua peke yake, unapoteza zaidi ya nusu ya mavuno yako. Mgomba unahitaji maji muda wote. Ukame mdogo tu unapiga mavuno yako vibaya sana. Lakini ukitumia umwagiliaji wa matone, yani drip irrigation, unahakikisha mmea unapata maji sahihi kwa wakati sahihi. Tofauti ya faida ni kubwa mno. Na kosa la 5, usimamizi duni wa shina. Sikiliza kisa hiki cha Kagera. Tulimkuta mkulima mikungu yake haizidi kilo 8. Tatizo, alikuwa anaacha machipukizi mengi kwenye shina moja, yanagombea chakula. Tulimfundisha tu namna sahihi ya kupunguza na kubakiza machipukizi matatu muhimu. Matokeo, bila kuongeza mbolea, bila gharama yoyote ya ziada, mikungu yake ilipanda kutoka kilo 8 hadi kilo 24. Aliongeza mavuno mara 3 kwa kutumia maarifa tu. Sawa, tumeyaona matatizo, tumeyachambua, lakini haitoshi kugundua ugonjwa. Unahitaji na tiba. Na sisi KBA tumekuandalia tiba kamili, suluhisho la kudumu ambalo linakupa maarifa yote unayohitaji yakiwa sehemu moja. Tiba yenyewe ni huu mwongozo kamili unaoitwa Kilimo cha Ndizi Tanzania. Uzoefu wetu wote wa miaka zaidi ya 13, siri zote tulizojifunza kutoka mashamba mbalimbali, tumezikusanya na kuzichambua hatua kwa hatua ndani ya kitabu hiki. Hii sio nadharia, huu ni mwongozo wa vitendo shambani. Sasa, ndani yake kuna nini? Kuna sura 15 zinazokushika mkono. Kuna picha halisi kutoka shambani, kuna uchambuzi wa aina 10 bora za ndizi. Na muhimu zaidi, kuna hesabu kamili za gharama na faida, ili uweze kupanga bajeti yako na ujue faida yako kabla hujaanza. Hutalima tena kwa kubahatisha. Thamani halisi ya maarifa yote haya, uzoefu wa miaka 13 uliokusanywa sehemu moja, ni shilingi 95,000. Hiki ni kiwango kidogo sana ukilinganisha na hasara ya mamilioni unayoweza kuiepuka. Lakini kwa sababu lengo letu KBA ni kuona wakulima wakifanikiwa, tumeweka ofa maalum. Kwa watu 99 wa kwanza tu watakaochukua hatua sasa hivi, mtapata mwongozo huu kwa shilingi 29,000 tu. Hilo ni punguzo la karibu 70%. Ofa hii itaisha pindi tu tutakapofikisha watu 99, na bei itarudi kuwa 95,000. Na sikia hii, tunajiamini sana na thamani iliyomo kwenye mwongozo huu, kiasi kwamba tunakupa ahadi yetu. Isome, itumie. Na kama hutajifunza kitu kipya hata kimoja kitakachoongeza faida yako, tutakurudishia fedha yako yote. Hakuna swali tutakalokuuliza. Hatari iko upande wetu. Sasa, unawezaje kuwa mmoja wa hawa watu 99 na upate mwongozo wako sasa hivi? Ni rahisi sana. Usisubiri. Fuata hatua hizi rahisi. Hatua ya kwanza, lipia shilingi 29,000 kwenda M-Pesa 0763071007. Jina litatokea Daudi Mwakalingo. Pili, tuma ujumbe mfupi wenye barua pepe yako, yani email, kwenda namba hiyo hiyo kupitia WhatsApp. Na tatu, tulia, ndani ya dakika 5 hadi 10 zijazo utapokea kitabu chako na utakuwa umeanza safari yako ya mafanikio. Kabla hatujaenda, tunataka kusikia kutoka kwako. Wewe kama mkulima au mdau, mbali na haya 5, ni kosa gani lingine kubwa unaona linawatafuna wakulima wa ndizi nchini Tanzania? Andika maoni yako hapo chini kwenye comments. Na mwisho kabisa, ili usipitwe na uchambuzi wa kitaalamu kama huu, hakikisha umebonyeza neno subscribe na ile alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa wa kwanza kupata maarifa yetu pindi tu yanapotoka. Asante sana kwa kuwa nasi.